أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tulifika katika aya ya 36 ya sura Al-Imran. Leo inshallah taala tutaanza aya mpya ambayo kwamba ni aya ya 37 katika sura Al-Imran. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema bismillahir rahmanir rahim, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya kullama dakhala alayha Zakariya almihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sadaqallahu aliyul adhim. Mwenyezi Mungu katika aya hii anasema kwamba fataqabbalaha rabbuha, tena Mola wake mlezi akampokea, biqabulin hasanin, kwa mapokeo mema, wa ambataha nabatan hasana, na akamkuza makuzo mema, yani akamkuza Bibi Maryam alayha afdalu salatu wassalam, akamkuza na makuzo mema. Kisha anaendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema kwamba wakafalaha Zakariya, na akamfanya Zakaria, yani Nabii Zakaria alayhi salam, awe mlezi wake. Kullama dakhala alayha Zakariya almihrab, kila mara Zakaria, yani Nabii Zakaria alayhi salam, alipokuwa au alipoingia chumbani kwake, yani kwenye mihrab, wajada indaha rizqa, alimkuta na vyakula, yani wajada indaha rizqa, alimkuta Bibi Maryam kama vile itakavyoona ana riziki. Qala, akasema Nabii Zakaria alayhi salam, ya Maryam, e Maryam, anna laki hadha, yani hivi vinatoka wapi, au unavipata hivi vyakula vipi? Yani unavipata vyakula hivi ambavyo kwamba unavyo kutoka sehemu gani? Qalat, naye Bibi Maryam akasema, huwa min indillah, yani vyakula hivi ambavyo kwamba unaviona vinatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yarzuqu man yasha bighairi hisab, Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye bila hisabu. Katika aya hii kuna mambo mengi sana ambayo kwamba tutakuwa ni wenye kuyapata kutoka kwa vitabu mbalimbali na katika hadithi mbalimbali ambavyo kwamba tutakuwa ni wenye kustafidi sote insha Allahu taala. Kwa saizi tutaanza na tafsiri ya kwanza ambayo kwamba ni tafsir ya Nur, ambayo insha Allahu taala tutakuwa ni wenye kuingia na tupate maalumat, yani tupate faida mbalimbali. Anasema kwamba tawasala hadhihi al-aya au tuwasil hadhihi al-aya, aya hii inaendeleza maongezi ya nini? Hikaya Maryam, yani maongezi ya Bibi Maryam, baada ya sisi kuona kwamba msururu wa vipi alivyozaliwa Bibi Maryam na vipi alivyopokewa na bushara yake na mpaka kapatikana Bibi Maryam. Sasa anasema kwamba laqad asharna min qabl, yani tumeishiria katika aya ambazo kwamba zilizopita, aya 35, aya 34, anna umma Maryam, ya kwamba tuliishiria ya kwamba mama yake Maryam, lam takun, hakukuwa, tusaddiq imkana qabuli al-untha,
khadima fi baitillah, alikuwa mama yake Maryam ambaye kwamba ni Hanna, alikuwa haamini kwamba bibi Maryam ambaye kwamba ndo mtoto wake ambaye kwamba amempokea na amempata na amejifungua huyu mtoto wa kike, kwamba alikuwa hajui na alikuwa haamini kwamba huyu binti mdogo atakuwa na atakubalika kwa nyumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na awe ni mwenye kutoa khidma kwa nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidhalika, kwa sababu hii anasema kanat tatamanna, alikuwa anatamani sana bibi Hanna an talida mauludan dhakara, awe ni mwenye kuoa aufan, awe ni mwenye kujifungua, awe ni mwenye kujifungua mwanaume. Idh lam yasbiq, yani wakati ambao kwamba haikukuwa imetanguliwa mwanzoni, haikukuwa imepita mwanzoni kwamba an ukhtirat, ya kwamba awe ni mwenye kuchaguliwa au iwe ni mwenye kuchaguliwa untha li hadha al-amal, yani awe ni mwenye kuchukuliwa na kuchaguliwa ambaye kwamba atakayefanya kazi hii ya khidma ya nyumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haikukuwa imetanguliwa mwanzo, yani haijawahi tokea mwanzo, yani kuchaguliwa mwanamke ndiye afanye kazi na huduma ya nyumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini walakinna al-aya, anasema shekhe kwamba lakini aya hii taqul, aya hii inasema na inaeleza wazi, inna Allaha, inasema kwamba hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kad qabila, Mwenyezi Mungu amekubali bibi Maryam awe ni mwenye kutoa huduma kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba ni Masjidul Aqsa. Yani anasema inna Allah qad qabila, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekubali qiyama hadhihi al-untha, yani huyu mwanamke ambaye kwamba ni bibi Maryam at-tahira, ambaye kwamba ni tahira, bihadhihi al-khidma, awe ni mwenye kutoa khidma hii ya nyumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ar-ruhiyya, kutoa huduma ya kiroho, wal ma'nawiyya, na kutoa huduma pia ya kiibada, liawali marra, kwa mara ya kwanza. Sasa inamaanisha kwamba katika historia haijawahi tokea na kutokea mwanamke awe ni mwenye kutoa huduma kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Wa kwanza kabisa ambaye kwamba alikuwa ni mwenye kutoa huduma kwa Baitul Maqdas ni bibi Maryam, ndiye ambaye kwamba alikuwa wa kwanza kabisa. Yaqulu baadhi al-mufassirin, baadhi ya wanatafsiri wanasema kwamba inna dalil, hakika dalili qabuliha, dalili ya kumkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumkubali bibi Maryam lihadhihi alkhidma, kwa ajili ya kutoa huduma hii ni nini? Annaha lam takun tara, yani kitu cha ajabu sana. Kwa nini amekubaliwa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia alitoa inaya yake kwamba annaha lam takun tara al-aada ash-shahriya, yani bibi Maryam alikuwa haoni ada yake ya kila mwezi, yani kwa lugha yetu ya kisasa alikuwa haoni damu ya mwezi ya kila mwezi, au alikuwa haoni hedhi yake athna khidmatiha, wakati ambapo kwamba alipokuwa anatoa huduma kwa nyumba Mwenyezi Mungu alikuwa haoni hedhi yake fi Bait al-Maqdas, likay la taftarra ila tarki al-khidma, ili awe ni mwenye kupata dharura ya kutoa khidma. Kwa hivyo alikuwa haoni kabisa ile damu ya mwezi. Kisha au anna hudhura taamiha min aljanna, au pia anna hudhura taamiha, yani kuletewa chakula chake kutoka peponi, min aljanna ila mihrabiha, ambaye kwamba ilikuwa inatoka moja kwa moja peponi kwenda kwa mihrab yake. Ni nini? Anasema shekhe kwamba dalilun ala qabuliha, ni dalili ya kukubaliwa kutoa khidma kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad yakunu, na inawezekana pia kukubaliwa nadhiri kutoka kwa bibi Hanna, wa qabul Maryam, na kukubaliwa pia Maryam, kad ablagha lil umma an tariq al ilham, yani imemfikia mama yake Maryam kwa njia ya ilham. Kuna njia mbalimbali ya mtu kupata maalumat, yani kupata masala ambazo kwamba ziko nje ya uwezo wa mwanadamu. Miongoni mwa njia ambazo kwamba
mwanadamu anapata maalumati, yani anapata habari na anapata ujumbe. Ya kwanza ambaye kwamba ni chini kabisa ni ndoto. Ndoto mwanadamu anapata kawaida, yani anapata na inakuwa ni risala, inakuwa ni ujumbe ya kuweza kupata habari kuhusiana na jambo fulani, lakini anahitajia tu mfasiri ambaye kwamba anaweza fasiri. Njia nyingine ni ya ilham, na ilham insha Allah taala tutakuwa ni wenye kuelezea katika vikao ambavyo kwamba vinakuja. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.